Gongo ni kitu gani? Kwanza nakuuliza wewe. Nimeshakuuliza mara 2 mara 3. Gongo ni kitu gani? Ile kali. Hii kali. Hiyo ina uwagi ile uwagi. Yule mzee alikuwa na matatizo yake mwenyewe. Kuna matatizo yake alikuwa mwenyewe. Kuna muda fulani alikuwa mpaka anajikojolea. Mwili wa marehemu ulikuwa umelala hapa. Na amekuja zake tu kutoka nyumbani. Akaja zake hapa akasema anapumzika. Amekuja tu akapumzika zake hapa. Hamna mtu ameongelesha wala akalala zake. Basi mauti kamkuta hapo. Ni muda mwili ulikuwa ni muda alishafariki yule. Ameshachukuliwa na ndugu zake sio na watoto wake wale. Wamempeleka mochari. Wale wakamhifadhi kwa wajue namna kuja kumstiri baadaye. Gongo ni kitu gani? Kwanza nakuuliza wewe. Nimeshakuuliza mara 2 mara 3. Gongo ni kitu gani? Ile kali. Hii kali. Hiyo ina uwagi ile uwagi. Yule mzee alikuwa na matatizo yake mwenyewe. Kuna matatizo yake alikuwa mwenyewe. Kuna muda fulani alikuwa mpaka anajikojolea. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni maeneo ya kibao cha shule katika mtaa wa La City kata La City jijini Arusha. Mchana wa leo umekutwa mwili wa mzee Shayo ambaye amefariki pembezoni mwa vibanda ambavyo vinauza pombe aina ya gongo pamoja na dadi. Tumezungumza na wananchi wa eneo hili. Wameeleza kwamba walikuta tu mwili wa mzee Shayo pembeni ukiwa umelala. Lakini watoto wake ama ndugu zake wakaja wakachukua mwili huo na kupeleka katika chumba cha kuhifadhia maiti. Lakini wananchi wakahoji, inawezekanaje kama mtu amekufa katika mazingira ambayo hajulikani amekufa kwa sababu gani, watu kuchukua mwili na kupeleka mochwari? Maswali haya wananchi wanahoji zaidi. Jina naitwa Kenesi Adamu Mtate Ndonya au Ndonga. Isipokuwa nimekuta tu mwili umekaa pale chini. Isipokuwa sijamkuta mimi akiwa live. Lakini nimekuta tu mwili uko chini. Kwa hiyo sijajua tukio lake lilivyokuwa. Mimi nimekuja kutoka kazini, lakini kaona kwa sababu ni mzee mwenzetu ambao tuko naye jirani. Isipokuwa tukio lake sijalijua. Basi kwa sababu ni mzee wetu karibu, ina maana tumeshirikiana na majirani wetu hapa kuweza tukamfunika nguo kwa sababu tunaishi na jirani, lakini na makomba ni wa kwetu. Lakini na makomba hatujui mimi tukio lake lilivyotokea. Ulianguka ndani, nje au wapi? Yaani mimi nimekuta tu mwili uko nje tayari. Sijajua hata tukio lilivyotokea. Lakini nimekuta tu uko nje tu kule. Mwili alikuwa na majeraha? Mwili hauna jeraha yote. Hauna jeraha yote. Amelala tu zake, amelala. Nimekuta tu amelala. Tukaomba shuka tumfunike tu kwa kumstiri. Nani amekupa shuka? Nyinyi mlijuaje amekufa? Alivyokufa. Sisi nimekuta tu amelala zake tu hapa. Nzi zinamuunga mdomoni hivi. Yaani wote majirani kwa sababu majirani tu. Amelala muda mrefu. Azinduki afanyaje? Hatujui kuwa ni amekufa au ni mzima, lakini baadaye kuona amelala muda mrefu wakasema majirani, huyu mtu mbona amelala muda mrefu na hemi na afanyaje kuwa huyu mtu amekufa au ni mzima. Lakini baadaye kuna nini moyo au yani moyo, si unajua mtu akiwa mzima moyo unadunda unafanya kazi. Sasa moyo ufanye kazi yote kitu yote. Kuwa huyu mtu amekufa tayari. Mzee ni wa wapi na mnamfahamuje? Huyu mzee ni jirani yetu. Hapa karibu yangu. Anakuja kufanya nini hapa? Huko. Anakuja yani tunakutana kama kuna huduma zetu tu za kijamii. Hapa ni kilabuni. Sio kilabuni. Anakuja kuhitaji mahitaji yake ya dukani yani. Kuwa kama anataka labda soda yake, sigara zake. Hapo alipodondoka kuna duka? Hapo hamna duka. Mimi nakwambia kama mimi Zitto Kabwe, mbunge wa Kigoma Kaskazini. Lakini nimekuja hapa Tanzania, nimekuja kuangalia maarifa. Hapa naona hii mtaa huu kwanza hakuna amani. Amekuja tu amelala, akalala zake mzima. Mungu amempendelea. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hajagombana na mtu, hajafanya kila kitu, amekuja zake ameshtua. Sawa. Kushtua kwake sio amekuja na kichwaji chake ameshtua kalala.
hamna cha gongo wala ni hapa vinywaji vikali. Yani hapa kuna maisha. Mzee ni mtumiaji wa nani? Mzee anakusaga. Na mzee alidondoka leo ama ni jana? Anakusaga alafu mzee ameshambaga siku mingi achagi vitu. Yeye anaendelea kugusa tu. Mzee hajaamua kuna kitu gani mzee aache hapa. Ameambiwa aache kunywa pombe. Mzee anakunywa. Mzee anakunywa kisirisiri. Wapi? Ndio hivyo umemkuta mauti. Tunafanyaje sasa? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tu kwa sababu gani? Tunafanyaje sasa? Mwenyezi Mungu ni mwema. Na pia ni mtumiaji, ujifunze kitu kutokana na hiki. Mimi najifunza sana. Najifunza sana hata wanaotuuzia. Waambie na watoto wao pia wauzie basi. Kiukweli ulevi hapa inaathiri sana vijana. Inaitwa Kawawa Leani, mzaliwa hapa. Lakini sasa hii kifo ya mzee Shao na shanga kwa sababu gani? Nasikia alipigwaga wazee na taarifa. Na hii mtaa natakiwa polisi wasibiti kwa ajili ya gongo na bangi imesidi mtaa huu. Na ndio hivyo vijana wanapotea mtaa huu. Wamama kila mlango wanauza gongo. Kila mlango kutoka hivi naingia kwenye gongo. Mimi ni mtumia gongo maarufu sana. Mimi na yani hiyo kitu napiga polisi sana waje hapa kwa sababu gani? Hawaji hapa. Sijui kuna nini wameweka. Ndio. Ilikuwaje mzee akafariki? Mimi sijakuta, nimekuja tu nikakuta mzee amedondoka, ndio tukapakia kupeleka kuweka kwenye gari ya mwili wa marehemu. Alikuwa na majeraha yote? Hana majeraha aina yoyote. Sisi hatuwezi kuelewa kwa sababu nilikuwa nimetoka kasini nikakuta hii kitu na inatakiwa mama polisi wote waingie hapa. Wafanye usafi sana. Kwa ajili ya pombe kwanza tunapokaa hapa na mama wanaharibu mpaka watoto. Tunatakiwa tusimame vizuri hapa. Nisaidie Tesha kama na kusaga. Tuikae makini sana na hao mama. Mimi ndio mlevi. Mimi ndio nakunywa sana lakini sasa mimi sikai kwa kunywa pombe mara kwa mara, naingia kazini. Na naomba msaidie sana hiyo kazi. Naipinga lakini sina nguvu kwa sababu mimi sio chombo cha dola. Mimi nanikera sana na hii bangi kwanza, hii bangi kwa watoto wadogo sana. Sivuti bangi mimi, hata sinywa gongo na kunywa mara moja kwa sababu nakaa mbali sana. Kwa hiyo naomba hiyo kitu ufanyie kazi na natakiwa baadaye ukae vizuri. Mwenyekiti wa hapa na balozi hawafuatilii? Mwenyekiti wa hapa balozi yenyewe, balozi anajaribu kufuatilia lakini balozi naona naye hana nguvu sana, lakini mwenyekiti naona sio, na anaitwa Mzee Bruno. Natakiwa tusimamie hiyo kitu imara. Inaitwa Gaston Shabani. Nilisikia tu kwamba kuna mzee mmoja ameanguka hapo na kweli nikaja. Nilipokuja kweli nikaangalia nikakuta huyu mzee hali sio hali sasa. Mainzi yamejaa mdomoni kila mahali sasa. Lakini mimi kitu ambaye kimenishangaza katika vitu vyote sasa, katika nchi hii sijawahi mimi kuona kukikutwa maiti mahali kabla polisi hawajaja, mtu anajichukulia majukumu ya kuchukua mwili kabla ya polisi kuja kukagua nini imemuua. Hicho ndicho kilicho nifanya nimekuwa na mshangao. Kwa hiyo sina mengi kabisa, ila nilikuwa nishauri tu jeshi la polisi pia liwashauri watu, ukikuta mtu mahali amefariki usimguse mpaka uhakiki jeshi limefika, limekagua, limejiridhisha kwamba sasa hivi chukueni mwili huu pelekeni mochwari. Mzee alifariki unamfahamuje? Mimi huwa namfahamu hapa mtaani, anaitwa Mzee Shayo, ila kwa undani zaidi Ndani alikuwa ni mtu namna gani kumuona? Ninamuona kama ni mzee wa busara, wala hakuwa na maneno na mtu. Kwa hiyo sikukutaga hata siku moja akigombana na mtu na hana makuu na mtu. Yaweza kuwa kama mauti imemkuta au kaanguka au uzee ulikuwa umeshafikia muda Mungu ameamua kuvuna mavuno yake. Nyumba hizi mimi ninavyojua inauza dadi. Na hapa upande huu hapa kuna duka hapo. Na hiyo duka linauza vinywaji, soda, bia, ila labda na banana kama iko.